Watu wengi huharibu ndoa zao sio kwa sababu ya mume au ya mke, bali ni kwa sababu ya upande wa familia. Fanya haya mambo pale yanapotokea migogoro kati ya wewe na wakwe zako. Mwache mwenzako ashughulikie. Kama migogoro imetokea upande wa familia ya mwenzako, ni vyema kumwacha mwenzio akashughulikia, sababu yeye ndiyo mtu wa karibu zaidi na familia na anajua namna ya kuzungumza nao. Itasaidia kutatua mgogoro bila makwaruzano. Fanyeni mkutano wa familia. Ni vizuri mkafanya kikao cha familia ili mkapate kuelewana na kuelezeana vizuri. Utaelezea hoja zako kwa wakwe, mitazamo yako juu ya hilo jambo ambalo limeleta mgogoro. Wao pia wataelezea mitazamo yao. Kuelezea mambo yako na kuwa mwazi inajenga respect na understanding kati yako wewe na wakwe zako. Weka mipaka. Kuna mambo ambayo yanahusisha nyinyi watatu, Mungu, wewe na mwenza wako. Litaweza kuwasaidia kufanya mambo yenu na shughuli zenu kwa amani bila kuingiliwa kwa namna. Upendo, wapende. Najua hii inaweza kawa ni ngumu. Lazima uamue kuwapenda, sababu kinachobadilisha situation zote za ugomvi na za migogoro ni upendo. Ukimpenda mtu anayekuuzi, ndio kuna badiliko ambalo litatokea, kuliko anayekuuzi na wewe ukamuuzi, migogoro itazidi kuwa mikubwa na kutakosekana na amani kwenye uhusiano wenu. Jishughulishe na maisha yako. Unapaswa kuishi maisha yako wewe na mwenzako bila kuwaridhisha watu wengine, sababu haitasaidia bali itakuwa inabomoa tu mipango yenu na shughuli zenu. Moja ni kitu muhimu sana katika kutatua migogoro na misunderstandings kati ya nyie na wakwe zenu. Migogoro inayotokana na upande wa wakwe haihitaji ushindani, bali inahitaji busara, heshima na mipaka sahihi ili ndoa iwe na amani. Kama kuna jambo lingine ambalo unaweza ukaona linaweza likatusaidia sisi pamoja na wengine, usisahau kuacha maoni yako kwenye comment section.